ni ubatizo ama kuzama ndani. That's the meaning of baptism. Kuzama ndani, yaani kuwekwa kabisa ndani na ukaweza ukapotelea ndani. Hii ndio ubatizo. Na nikasema kwamba kuna ubatizo mingi, ya kwamba watu walikuja wakaanza kuchukua tofauti ya ubatizo, wakaanza kuamini tofauti, wakaanza kuamini katika bendera, wakaanza kuamini katika moto, wakaanza kuamini katika Biblia inatueleza ubatizo hizi. So ni vyema tunaponenda katika Biblia tukanende tukiwa na ufunuo kutoka kwa Biblia. Hili ndio neno ambalo litatuguide katika njia zetu, katika njia za Bwana. Lakini tukienda kando, basi itaonyesha kwamba tumetoka kando na Biblia zetu, na kama tutatoka kando na Biblia, then hatutakuwa tunafanya yale Bwana anataka tukaweze kufanya. Lakini tukizingatia katika neno la Bwana katika Biblia na tukanenda katika neno la Biblia, basi tutakuwa tunaenda katika njia ambayo Bwana anataka tukanende. Haleluya! Kwa hivyo leo tutazungumzia kuhusu kubatizwa katika maji. Haleluya! Na nikasema ya kwamba kubatizwa katika maji ni kuwekwa katika maji na kuzama katika maji. Hii ndio ubatizo. Isipokuwa wengi hawakufahamu katika ubatizo huu, na wanaenda katika njia ya ubatizo isiwe ya katika maji mingi. Wengi wanachukua maji wanaweka katika beseni, wakiweka katika madhabahu haya, wanachukua wakipaka mtu, wanahesabu kwamba wamebatiza. Na hiyo kulingana na Biblia yetu, kubatizwa katika maji mingi ni kusamishwa ndani ya maji na kutoka katika ndani ya maji. Haleluya! Hii inaonyesha ya kwamba katika ubatizo katika maji, inaonyesha ya kwamba ni kukufa na kufufuka na Yesu Kristo. Haleluya! Kwa hivyo iko na meaning kubwa sana katika maisha yetu ya kiroho. Kama utafahamu ya kwamba unapoenda kubatizwa ni kwamba unakufa na unafufuka katika Yesu. Haleluya! Itakuwa ina challenge maisha yako ya kiroho, na utaanza maisha mapya baada ya kutoka katika maji. Hautakuwa yule tena, utabadilisha maisha yako. Ni kwa ajili neno la Bwana jili linavyosema, ni hivyo tu ya kwamba unapoenda katika maji ama unapozama katika maji, unafufuka na Yesu Kristo. Haleluya! Umekufa na ukafufuka. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo tutapata kitabu Mathayo, tusome Mathayo. Tutasoma hapo vitabu kadhaa ambavyo vitakuelekeza kuhusu ubatizo huu katika maji. Na ukisoma Biblia utapata wakati mitume walipokuwa wakifanya kazi ya Mungu, walipopata Roho Mtakatifu wakaanza kuhudumu katika miji, ukienda sana utapata kwamba wakati walipokuwa wafike katika mji, walikuwa wanahubiria watu. Baada ya kuhubiria watu wanaokoka, wanakubali Yesu. Baada ya kukubali Yesu, walichukua hatua ya kwenda kuwabatiza katika maji mingi. Haleluya! Hawakuwa wanahubiri tu wanaaji. Ukisoma katika kitabu Matendo ya Mitume, wakati nilikuwa napitia hiyo kitabu, nikapata ukisoma kitabu hiki utapata kwamba
katika ubatizo imezungumziwa pale mara mingi, maana kila mmoja alipoenda katika mtu, alipoanza kuhubiri, alipopata nafsi moja, hakuiachia pale. Baada ya kuokoka, alienda akaibatiza nafsi hii katika maji mengi, basi anaianza kuifundisha kuelekea. Haleluya, Bwana apewe sifa. Kwa utapata kwamba katika Matendo ya Mitume ubatizo umezungumziwa sana. Ashukuriwe Bwana ambaye alipatiana mtumishi wa Bwana kusoma Biblia. Wakati nilipokuwa nasoma Matendo ya Mitume, nilipata kwamba ukiangalia ya kitabu hiki utapata kwamba ubatizo ilizungumziwa kwa uzito kabisa, na ilizungumziwa kwa wanafunzi hao wakati walipokuwa wanatenda kazi ya Bwana. Wanafika mahali, wanasema mahali hapa, wanauliza mtu ya kwamba na umeshabatizwa. Haleluya, amen. So kuonyesha kwamba ubatizo uko na muhimu katika maisha ya Kristo. Haleluya, amen. Wacha tupate Mathayo 3. Tupate Mathayo 3. Mathayo 13 inasema namna gani? Hiyo ndiyo ilikuwa maisha ya Yesu Kristo alipotaka kutumika. Kwa hivyo ilikuwa desturi ya kwamba akaweze kubatizwa ili akaanze kazi ya Mungu. Hebu tusome pale tuone inazungumzia nini. Aliyo na Biblia, Mathayo 3:13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Wakia tu hapo. Yesu alipotoka alienda akakutana ama akaenda katika mto wa Yordani, na pale ndio Yohana Mbatizaji alichukua hatua ya kumbatiza. So, ilikuwa sharti Yesu Kristo akaweze kubatizwa ili akaanze huduma ambaye Bwana alikuwa ameweka ndani yake. So, wakati huu alienda katika mto. Katika ile mto alikutana na Yohana. Yohana akampatiza, na wakati alimpatiza, maandiko inasema ya kwamba malaika wakanena neno baada ya kubatizwa Yesu Kristo katika maji. Haleluya, amen. Hii inatufundisha ya kwamba sisi tulio Kristo, hiyo ndio mfano ambao tunastahili tukaende katika njia ya ubatizo. Maana hakuna mahali wanasema kwamba Yesu alienda kubatizwa na akapakwa maji, lakini inasemekana alibatizwa katika mto, kuonyesha kwamba ni maji mingi ambaye alikuwa anabatizwa. Haleluya, kwa hivyo njia nzuri ni kubatizwa katika maji mengi. Haleluya. Hii ingine tukisoma Biblia hatutapata, lakini katika maji mengi tutapata. Ni sharti Mkristo akaweze kubatizwa katika maji mengi, maana Yesu angeanza kazi kabla hajabatizwa. Ilikuwa lazima akaweze kubatizwa, ndiposa wakati alibatizwa sauti ikatoka juu na ikanena neno juu ya maisha yake. Haleluya. Kwa hivyo katika ubatizo katika maji mingi iko na nguvu katika Mkristo, katika mambo ya kiroho. Haleluya, Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tunapoendelea katika kufahamu, ni vyema tukaweza kufahamu ya kwamba kama haujaangushwa katika maji mengi, kama ulibatizwa katika njia nyingine, unastahili ukaweza kutafuta wokovu wako ili ukaweza kubatizwa katika maji mengi,
itanena kuhusu juu ya wokovu wako. Haleluya! Maana bila Yesu kubatizwa hakuna sauti ingelitoka juu, lakini wakati alipobatizwa sauti ilitoka juu. Haleluya! Bwana apewe sifa. Tuone katika Matendo ya Mitume, tuone jinsi wakati wanafunzi walipokuwa wakifanya kazi, hatua kama waliokuwa wanachukua. Maana wanafunzi hawa walifuata njia ya Yesu Kristo, na kile waliokuwa nacho ambao walipokea kutoka kwa Yesu Kristo, hiki ndio walikuwa wanapatia watu. Haleluya! Kwa hiyo unaposoma utapata kwamba hakika wanafunzi hawa hawakuenda kando na neno la Bwana, hawakuenda kando na Biblia, maana walifanya jinsi Yesu alivyofanya. Haleluya! Hawakuchukua shortcut ingine, lakini walienda katika step za Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Wacha tupate Matendo ya Mitume 2:41. Matendo ya Mitume 2:41. Hiyo panda nasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Amen. Hebu rudia mahali pale dada. Nasema nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Wanafunzi walipoanza kazi ya Bwana katika mji, walihubiria watu, na wakati walipohubiria watu, maana hao wanafunzi walikuwa wameenenda kulingana na step za Yesu Kristo, hawangeenda kando na jinsi Yesu aliponenda. So maandiko inasema ya kwamba baada ya kuhubiria watu walichukua hatua ya ubatizo, na kupitia katika ubatizo hata watu walizidi kuongezeka. Maana kuna kitu katika ulimwengu wa kiroho ilipotendeka, hili nao watu wakaongezeka, na kwa ajili ya kazi ambapo ilikuwa inafanyika. Haleluya! Katika ubatizo uko na muhimu, na unaweza ukaona tu kawaida, lakini ubatizo uko na nguvu katika mambo ya kiungu. Na unapofuatilia ubatizo huu utapata kwamba yule ambaye amefahamu ama yule ambaye amefundishwa, maana hawa kitu ya kwanza walifunza hawa wanafunzi, wakafunza hawa watu ndiposa wakawabatiza, ili wakaweze kufahamu uzuri na kiini kwa ubatizo. Bwana apewe sifa. Hiyo katika ubatizo kulisanisha, maana jinsi Bwana alivyokuwa anatenda. Yesu before aanze kazi alibatizwa, ndiposa sauti ikanena juu yake. Haleluya. So wakati ambapo unaona kwamba unabatizwa, kuna sauti ambapo itanena, ama kuna mbingu itakubali na wewe, mbingu itakubalika ili ukaweza kuingia katika ile ufalme. Haleluya. So inaonyesha kwamba kubatizwa, nilisikia last time wakatuzungumzia mahali hapa kuhusu alama, na nikawa mahali nikasikia neno limekuja katika njia nyingine ya nguvu, katika alama ambayo ilikuwa inawekwa. Haleluya. Hii alama ilikuwa inawekwa kwamba ukaweze kujulikana kwamba wewe ni nani.
Bwana apewe sifa. Na katika ulimwengu wa kiroho, wakati ambapo unaona unabatizwa, kuna mahali ambapo mbingu linakubalika. Haleluya. Maana Yesu alipobatizwa, mbingu likakubali na likanena kwamba huyu ndio mtoto wangu. Bwana apewe sifa. Baada ya kubatizwa, kwa hivyo mbingu linakubali, mbingu linakukubali wakati unapobatizwa katika maji mengi. Haleluya. Kwa hivyo mbingu haiwezi kukubali kama hujabatizwa. Maana ingekuwa inaweza kukubalika, Yesu wakati alikuwa hajabatizwa, sauti ingenena, lakini sauti haikunena hadi wakati alibatizwa, ndipo sauti ikanena. Bwana apewe sifa. Amen. Hivyo hivyo tena sisi wa Kristo, mbingu linakubali tu wakati tunabatizwa katika maji mengi. Sasa mbingu linakubali na unakuwa mmoja wa jamii hii kupitia kwa alama hii ya ubatizo. Haleluya. Amen. Matendo ya Mitume 8. Mitume 8. Kitabu hiki nimepata kwamba kimezungumzia 3/4 ya ubatizo. Yaani katika Biblia utapata kwamba imebeba neno ubatizo kwa wingi. Nane 12. Nane 12 inasema namna gani? Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hii nilikuwa nasema kwamba wanafunzi walipoanza kazi walikuwa wanahubiria watu wanaokoka. Step ya kwanza ni kuenda kuwabatiza ili kuwakaribisha katika ulimwengu ambaye ni wa roho. Bwana apewe sifa. Maana Filipo mahali hapa amehubiri, watu wameokoka. Baada ya watu kuokoka, Filipo hakuacha tu ya kwamba ameokoka akafurahia kwamba wameokoka. Alichukua hatua akajua kwamba hili nikaweze kuingiza katika ulimwengu wa kiroho, sharti niende niwabatize. Ndipo mbingu ikafunguke na ikawakubali katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Kwa hivyo ubatizo katika maji iko na nguvu katika maisha yetu ya kiroho. Ni vile tu watu hawajafahamu, ni vile watu hawajaelewa ya kwamba katika hiyo ubatizo mbingu linakubalika na unaingia ukiwa uhuru, maana tayari limekukubali. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema wapendwa, wewe ambao ulio mahali hapo ukafahamu maneno haya ya kwamba kubatizwa katika maji mengi, unapasa Mkristo ukaweza ukajua kwamba sharti ukaweza kupitia katika maji mengi, maana ndiyo mwanzo wa wokovu wako na njia ya wokovu wako. Haleluya. Hebu soma mstari wa 38 hapo tu. 38 inasema namna gani? Matendo ya Mitume 8:38 inasema, akaamuru lile gari lisimame. Yes. Wakateremka wote wawili majini. Yes. Filipo na yule towashi naye akabatizwa.
Amina. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukiangalia hiyo mstari inaonyesha kwamba haijalishi ukubwa wa mtu, haijalishi title ya mtu. Maana ingekuwa ni title, hao watu bila alikuwa Filipu hakuangalia kati title na hakuangalia kana ambapo alikuwa nayo. Akafika mahali akasema kwamba tusimame hapa, na bali hata wakatoka ndani wakaingia katika mto wakaweza kumbatiza ili akaweze kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ni njia moja ambayo inatuunganisha sisi katika ufalme wa Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Twende katika kitabu ya Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16, hebu soma 33. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 33 inasema, akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo. Haleluya. Amen. Tazama hapa kuna watu ambao walikuwa pale na walikuwa wengi, lakini wakati walipopata ukweli wa ubatizo, ilibidi kazi ifanyike mahali pale, wote wakaweza kubatizwa. Baada walikuwa pamoja, lakini walikuwa hawajabatizwa. Lakini inasemekana kwamba ilibidi wakaweze kubatizwa wote. Haleluya. Kwa njia nyingine, hata kama walikuwa wameokoka ama kama walikuwa waliingia katika hiyo ufalme lakini hawajaokoka, hawakuwa wamekubalika, mbingu alikuwa limewakubali. Bwana apewe sifa. Ikabidi wabatizwe ili mbingu ikaweza kukubali. Bwana apewe sifa. Haleluya. Tumalize na kitabu ya Matendo ya Mitume 18. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 8 inasema namna gani? Mstari wa 8. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 8 inasema, na Kristo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia waliamini wakabatizwa. Amina. Bwana apewe sifa. Kuonyesha kwamba walikuwa wanatenda kazi, walikuwa wanaenda kanisani, lakini walikuwa hawajabatizwa. Kwa hivyo hiyo furaha ilipowafikia, wakapata ukweli, wakapata uzito wa kubatizwa, waliamua kwamba wakakubali kubatizwa katika maji mengi. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema unapofahamu hakika ubatizo uko na nguvu katika maisha ya Kristo. Bila ubatizo hii mbingu haiwezi kukubalika. Utakubalika tu wakati ambapo utabatizwa katika maji mengi. Maana Yesu Kristo ndiye mfano mzuri ambaye tunaona ya kwamba kabla aanze kazi alibatizwa katika maji mengi, iposa sauti ikatoka juu mbinguni ikanena juu ya maisha yake. Hivi katika ubatizo iko na nguvu katika maisha ya Mkristo. Haleluya. Basi tunapomalizia, wacha tuende katika neno moja. Mtu anaweza kauliza kwamba kwa nini nibatizwe katika maji mengi, ama ni sababu gani? Mtu anaweza kujiuliza ni sababu gani? Haleluya. Kuna umuhimu kubatizwa katika maji mengi,
Na wakati utaandastaji kubatizwa katika maji mingi, hautakuwa na question mark. Haleluya. Hautaulizwa kwa nini nikaweza kubatizwa katika maji mingi, maana utakuwa umefahamu ni nini inafanya ukaweza kubatizwa katika maji mengi. Bwana apewe sifa. Kubatizwa katika maji mengi ni njia ya kukufa na kufufuka na Yesu Kristo. Haleluya. That's the meaning ya kubatizwa katika maji mengi. Na so that's why tunasema kwamba lazima ukaweze kuzama, maana hakuna siku utasema kwamba ulikufa ile hali umeachiwa nusu, ulifunikwa udongo nusu, mwili ingine ikabaki juu. Haujakufa. Kukufa ni kuzama katika ile maji na tena kutoka. Hiyo ndio kukufa na kufufuka na Yesu Kristo. Haleluya. Hebu soma Warumi 6 mstari wa 4. Warumi 6 mstari wa 4. Warumi 4 mstari wa 4, tafadhali aliyopata hiyo kitabu. Warumi 6 mstari wa 4. Yes. Inasema ya kwamba basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Bwana Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Amina. Bwana apewe sifa. Kitendo hiki tunapotenda kitu ya kwamba inatuonyesha kwamba wakati huu tunakufa na tunafufuka na Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo ni kitendo ambayo tunapotenda tukaweza kufahamu ya kwamba wewe unakufa wakati ambapo unapelekwa katika maji, na unapoinuliwa unafufuka. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kitu nataka tunimalize ni tulipata kwamba Yesu Kristo, ninapokaribisha mtumishi wa Bwana, Yesu Kristo alipokuwa anabatizwa hakuna mahali pengine alienda, ama hawakuangalia beseni likawekwa hapo, lakini alitafuta mto. Ubatizo ulio sawa unaothibitishwa katika Biblia ni ya mto. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo ndio Biblia inathibitisha. Yesu Kristo akaenda katika mto akabatizwa. Haleluya. Kwa hivyo tutamaliza tena hii kitabu ya Mathayo. Rudi pale kwa Mathayo, soma mstari wa Mathayo 3 mstari wa 6 na 13. 3 Mathayo 3:6, alafu ruke kasome 13. Tasoma Mathayo mtakatifu mlango wa 3:6. Inasema ya kwamba naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Amen. 13 inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Amina. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ubatizo huu sio ubatizo tu, lakini ni kuungama dhambi zako, zinazikwa kwa ile maji na unafufuka ukiwa kiumbe kipya, maana zimezikwa katika yale maji. Bwana maana aubariki. Karibu mtumishi wa Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
nashukuru kwa yale mafunzo ambaye tunaendelea kuyapokea. Naamini ya kwamba unapotilia maanani neno la Mungu, maana Biblia yenyewe imedhihirisha kwamba tunapotii na kumsikiliza Mungu, maana Mungu hutaka tumsikilize zaidi ili tupate kuwa salama. Ni kwa sababu kila neno ambalo Mungu husema nasi huwa na kutusaidia sisi ya kwamba tutasimama namna gani katika njia ya Mungu na katika njia ya Bwana. Hivyo tunapoendelea kujifunza ubatizo, najua ya kwamba unaendelea kutafakari mno concerning baptism. Ni kwa sababu tunapata ya kwamba tunaona Yesu mwenyewe alibatizwa, na alibatizwa ni kwa sababu alikuwa amekuja kuokoa mwanadamu, mpaka angejiidentify na mtu mwenye amekuja kuokoa. Bwana ape sifa. Angejiidentify na yeye, ndiposa awe na haki ya kumwokoa. Na tunapoendelea na neno la Mungu, tumepata kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mitume wanafunzi wamekasana na ubatizo. Ni kwa sababu dimension inachukuliwa sasa ya kwamba wanazamishwa ndani ya Kristo Yesu. Ndio sababu tumeambiwa ya kwamba kufa na kufufuka na Yesu, ya kwamba wanazamishwa ndani ya Yesu sasa. Na ndiposa kitabu kile nimesoma kwa mara ya mwisho kimezungumzia kuhusu Yohana aliyekuwa akibatiza pale Yordani. Mstari wa 6 tulisoma. Ukisoma 7 utaona ya kwamba kuna watu hawakuwa qualified kubatizwa. Maana licha ya kwamba alienda kubatizwa, mioyo yao haingekubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wao. Na ukumbuke ya kwamba tumeambiwa kwamba kubatizwa ni kuaccept, kukubali, kusalenda maisha yako na kuchukua maisha ya Kristo ama maisha ya Yesu Kristo, ya kwamba sasa unataka uitwe Mkristo, mtoto wa Mungu ambaye sasa amegeuza mienendo yake, amegeuza mawazo yake, amegeuza nafsi yake. Sasa hizi kwa nafsi yake, lakini amepatia Kristo nafasi katika maisha yake. So ndiposa tunapata ya kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mitume ubatizo ilikuwa kitu yenye ilimaanisha kuliko ile ya Yohana. Kwa nini ilimaanisha? Mtu angehubiriwa Kristo na kubali kubatizwa, ilikuwa inaonyesha kweli ameokoka. Ni kwa sababu baada ya ubatizo wengi waliuawa. Wale waliouawa wale mata ya fulani ya kwamba walifia imani, ni kwa sababu ilikuwa kwamba unakubali wokovu. Lakini kama utatoka nje na uende ubatizo, maana ni sababu ubatizo hufanywa asubuhi na mchana, haifanywi usiku. Ilikuwa ushahidi kwa watu wote ya kwamba nimekubali kukabidhi maisha yangu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo ni kweli, wakati Yohana anapoona watu wakija kwake, anaita wengine uzao wa nyoka. Kwa nini anaita uzao wa nyoka? Maana wamekuja lakini hawako tayari kubadilika. So kwa sababu walikuja bila kutaka kubadilika, hakuna kitu chochote kingewatendekea. Ni kwa sababu ilikuwa ya kwamba wanakuja wanabatizwa kwa ajili ya maisha mapya. Ubatizo huja na maisha mapya. Ubatizo huja na maisha ya kale. Maana mtu zamani uzikwa, mtu mpya utokea. Bwana apewe sifa. Yes, ubatizo si desturi ya dini. Ubatizo si desturi ya dini. Ni mtu wa kale ufishwa ili mtu mpya atokee. Mtu ambaye ako tayari kumtii Kristo, mtu ambaye yuko tayari kuenenda kulingana na sauti ya Mungu, si ajiongozi tena. Nasema hiyo maana miongoni mwetu wote tulibatizwa. Kuna wale wamebatizwa, kuna wale hawajabatizwa hapa.
na kuna wengine hapa nao walibatizwa ubatizo wa dini ambaye haisungumzii kuhusu dhambi. Hawa wanaambia kwamba batizwa tu. Tena kama uko katika kikundi hicho, natakana ujiangalie vizuri. Ni kwa sababu ulienda mtoni, huwa tunasema kwamba ulienda mtoni mwenye dhambi, mwenye amekauka, na ukatoka mtoni mwenye dhambi mbichi ambaye amezamishwa, lakini dhambi bado amebeba. Kwa hiyo transformation yenye Yesu atakana afanye mtu akibatizwa haikutendeka. Haleluya! Yaani mtu akiokoka na mtu abatizwe, habatizwe ili ya kwamba aendelee njia za zamani, mpaka afanywe kama kitabu cha Warumi 12:2, apewe mawazo mapya, apewe mwelekeo mpya, apewe njia mpya, aachane na njia za zamani. Sasa wewe ulibatizwa ubatizo gani? Kwa wale hawajabatizwa, mtaonyeshwa ubatizo kupitia kwa neno la Mungu. Kwa wale wenye ulibatizwa ule wa Wafarisayo ambaye walikuwa wanakujia Yesu, na Yesu akasema kwamba enyi uzao wa nyoka. Maana Yesu alikuwa anabatiza watu, na wengine akasema kuna activity nyingine inafanywa huko mtoni, watu wanasababisha ile style mpya twende huko. Lakini alipofika Yesu, alipoangalia ndani ya mioyo, akaona licha ya kwamba ameenda kubatizwa, they are not ready to change. Hawako tayari kuongozwa, hawako tayari kutembea chini ya mamlaka ya Mungu. Akawaita enyi uzao wa nyoka. Haleluya. Amen. Kuna kitu chochote ubatizo wenyewe ulifanywa ikuja naye tofauti, kitu unique ambaye mtu alipoangalia akisema ya kwamba huyu mtoto ya fulani alikuwa hivi, lakini mwelekeo sasa na mtazamo inaonekana ni tofauti. Haleluya. Amen. Hata kama sijua si kali bado huwa tunalala. Okay. Ikawa ya kwamba ubatizo gani ulipokea? Haleluya. Amen. Nazungumzia ule mwenye amepokea ubatizo. Unaweza pokea, nataka na kwamba ubatizo, lakini ndio sababu si kubatizaji watoto. Kuna siku tumekubali kupeleka mtu chini. Nataka mtu mwenye anafanya maamuzi ili ajue anaamua kufanya nini. Noti ya kwamba ambiwe na baba yake na mama yake twende ubatizo. Unataka na kwamba ukubali kwa sababu ya kwamba umejua kuna matokeo ya mtu kubatizwa. Ukibatizwa na uendelee njia zako, basi kwa ujui kadhabu ya Mungu itaanza kukalia kutoka siku hii. Ni kwa sababu huwezi batizwa na uendelee njia zako za ukora, na uendelee njia zako za mizaa, na uendelee njia zako za zamani, mpaka kitu kipya kizaliwe ndani mwako. Ni kwa sababu ya kwamba umemvaa Kristo. Kubatizwa na kuzamishwa na kutoka ni kutoa vazi la zamani na kuvaa vazi jipya ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tutahubiri tu. So kwa hivyo kubali ya kwamba ubatizo si ubatizo bila kuja na change. Ubatizo uja na mabadiliko. Haikuachi hivyo maana unavua utu wa kale. Maandiko yanasema kuvua utu wa kale. Maana ni kwa nini uvue utu wa kale? Na nisikia batizo sikuzungumziwa kadhaa. So najua kwamba as we continue utakutanika kwa nini uvue utu wa kale. Tukienda mbele utapata kwa nini uvue utu wa kale. Maana utu wa kale utafanya hakuna mahali utasonga, hakuna mahali utaenda, na hata hakuna mtu yeyote ambaye utavutia katika mambo ya hayo wokovu. Ni kwa sababu ya kwamba ijapokuwa ya kwamba umebatizwa, lakini mtu wa kale ndio uonekana ndani mwako, si mtu mpya. Accept kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. By the way, Bwana apesifu. Tunapomalizia, by the way, unajua kubatizwa kwa maji ni kubatizwa ndani ya Yesu Kristo.
Bwana asifiwe. Amen. Yes, Yesu Kristo ndio maji ya uzima. Kuna kitu kingine usifikirie ati ni mto. Si mto. Yesu ni mwamba wa kale ambaye tunaambiwa kwamba wote walibatizwa katika Musa. Na Musa na wakamnywea katika ule mwamba ambaye ulibubujika maji ya uzima. So na Yesu ndiye maji ya uzima. So hii wakati Yohana alikuja na ubatizo wa maji, ilikuwa kwamba watu wanaingizwa katika Yesu Kristo kupitia kwa maji. Kwa hivyo wakati mtu anapokubali kuzamishwa katika maji, ndio sababu tunapata kwamba anazamishwa ndani ya Kristo Yesu, anafichwa katika maisha yake, anafichwa ndani ya Yesu, ya kwamba asiendelee kutembea peke yake akijitupa kwa Shetani. Haleluya, amen. Asiendelee kuwa peke yake, asiendelee kwa neno. Ndio sababu tunasema kwamba ulibatizo ubatizo gani? Hiyo ubatizo ulipokaibuka hiyo ubatizo. Hata nimeona kwa maandiko mahali pengine nikipita nikaona Paulo akiuliza watu, ninyi mlibatizwa ubatizo gani? Imagine watu wanabatizwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na watu wanasema ya kwamba sisi tumebatizwa ubatizo wa Yohana. Maana wana information ya kwamba new dispensation imeingia, ya kwamba nao watu wanazamishwa ndani ya Yesu. Ni kwa sababu ya kwamba kama ni ya Yohana haina vita. Bwana asifiwe. Kama ubatizo wa Yohana hauna vita. Kama ni ubatizo wa Yesu Kristo una vita, kwa sababu ya kwamba unaishi maisha mapya ambaye adui ibilisi hawezi penda uishi maisha hayo. Haleluya. Amen. Ya Yohana ni ya sheria, ya Kristo ni ubatizo wa neema. Haleluya. Amen. Ni ubatizo wa neema. So leo hii tunapopeleka majini, uwe careful. Tunaweza kupeleka huko na kusaidia chochote maana, as long as you acknowledge Yesu katika moyo wako na maisha yako, as long as utasema kwamba you surrender all unto him, then it means ya kwamba ni kweli tutakupeleka, lakini utasaidika. Maana si ya Yohana tena. Ya Yohana lengo la Yohana kabisa. Bwana asifiwe. Lengo la Yohana kabisa alikuwa anapatiana watu kwa Kristo. Na sababu Yesu alikuja akajiidentify na wenye dhambi, ya kwamba Yesu ni mwenye dhambi lakini akavaa dhambi. Maana hebu ni kuulizwa kwa nini Yesu alibatizwa? Maana Yesu alikuwa anaenda kutubu dhambi. Na tumeona ya kwamba Yohana alikuwa anazungumzia watu wanaenda kufanya toba ndio wabatizwe. So Yesu alikuwa anafanya toba, lakini Yesu alienda kujiidentify na hao wanafanya toba, ya kwamba mimi ni mmoja wao, ndio baadaye awaokoe. Sasa akishabatizwa wamekuwa wake, sasa waende msalabani. Haleluya. Tangu kwamba tulikuwa tunazungumzia redemption juice, na tukapata kwamba tulipokuwa tunazungumzia redemption tukapata ya kwamba Yesu Kristo alitufia. So ilikuwa batizwe awe mmoja wetu, maana ni wenye dhambi ndio walikuwa wanabatizwa. So Yesu akibatizwa aliitwa mwenye dhambi kwa niaba yetu, na baada ya kufa msalabani tukawa wake. Sasa usipobatizwa ndani ya Yesu Kristo, kuna safari ya kutofurahia wokovu. By the way, vitu zinazungumzini kwa sababu ya kwamba ni lazima, lakini Mungu anasema ni lazima. Yaani ukitaka kuenjoy life katika ya salvation katika Mungu, mpaka ubatizwe katika Yesu Kristo, then this life of salvation itakuwa enjoyable. Unajua watu wengine wanatembea katika wokovu ikiwa mzigo, hawasikii wokovu ikiwa yani wanasikia ya kwamba wamebeba mzigo mzito inawalemea kwa kusumbua. Ni kwa sababu hauwezi enjoy na furahia kitu yenye wewe si sehemu yake. Bwana asifiwe. Amen. Wakati unapoona watu wakifanya wokovu, wanaosema wali wokovu unachunga mtu kama sawa huko kula vitu za mtu. Jua ya kwamba shida ni kwamba ajanyenyekeza ili ya kwamba atembee katika ushirika na Mungu, na akitembea katika ushirika na Mungu usikia amani na furaha na kufurahia Mungu, kwa sababu ya kwamba
wanashirikiana. Si ya kwamba Mungu atafuta ushirikiane na hata kushirika kama yeye atafuta ushiriki Mungu mwenye hataki ushirika, lakini hawa watu wanashirikiana. Na ikimutu akiwa na rafiki yake, mtu akiwa na rafiki yake, na ndio sababu urafiki ni wa maana tena kulingana na kile mnafanya na yeye. Kuna mtu ambaye siku iwezi pita bila kuongea na rafiki yake au kuona rafiki yake. Sasa inalingana ya kwamba ni nini chenye huwa kinawapatanisha. Kile kinawapatanisha huwa kinafanya mnaonana kila siku, maana kile huyo afanya ndio kile huyo anafanya. So kwa hivyo hii vitu inawafunga pamoja. Na the same way katika salvation, wakati unaposamishwa katika Yesu na tuwe wa Yesu, utapata ya kwamba unapenda maisha ya maombi, unapenda maisha ya neno, unapenda maisha ya kukaa na watu wenye mashirikiano naye katika uokovu, unapata ya kwamba unataka kujadiliana neno, unapata ya kwamba unataka mfunge pamoja, unapata ya kwamba unataka muombe pamoja. Ni kwa sababu Mungu katika fellowship ya Roho. Bwana ape sifa. Amen. Ni sababu unapoona watu wakipata mikutano, unang'ang'ani sana kupambana nao watu. Kwa nini utakuja? Ndio unajua kwamba mtu huenda mahali ushirika wake huko. Kama ni mtu ya udaku upenda kukaa kwa mikutano ya watu sengenya watu za ule. Ona ule. Huyo mtu mpaka kutana naye mpaka asengenya mtu. So hata nasi, the way unaona tukifanya ushirika wa maisha ya kawaida, ndio Mungu anataka kwamba tufanye hiyo ushirika, na hiyo ushirika tunaweza kufanya kwa njia hii. Njia ya kubatizwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kanisa Mungu atujalie. By the way, unajua maisha ya tunaishi leo, watu wamependa anasa kuliko kumpenda Mungu. Unajua watu wanapoweka sana mbele ya Mungu kuliko vile wako kule nje. Unajua watu hawapendi shirika zaidi ya maombi kuliko watu wengi. Ukisikia watu wanasema wanaenda mlimani kuomba, ukisikia watu wanaenda kufunga, wafuate nyuma, utapata tabu ndio mwasukumu. Hawapendi Mungu. Bwana kudanganya watu wanapenda Mungu. Ati Mungu hapa na pesa yake kwa mfuko hapa shilingi 1,000, nyumba amelipa mwaka mzima, ama hapo na plana hapo na vitu vingine, atakuja mpaka wasukumike, nafunga. Na you know, hiyo si urafiki. In fact, tunaenda kuomba Mungu mwenye una ushirikiano na yeye. Maana ukiwa na ushirikiano na Mungu, Mungu mwenye uko naye na ushirikiano, uwe chini, uwe juu, uwe mgonjwa, uwe mzima, uwe ni rafiki yako mpaka umuone. Kwa hiyo Mungu hataki kuona. Sijui nani aliambia watu ati Mungu anataka watu wa taabu. Tulihubiriwa wapi? Ya kwamba Mungu wetu ni wa matatizo. Ati Mungu hataki kusherehekea pamoja na sisi. Ati Mungu hataki yaani Mungu anasema kwamba lieni pamoja na wanaolia. Tena anasema furahini pamoja na wanaofurahi. Maana yake ni kwamba Mungu wetu na season zote pamoja nasi. Haleluya. Amen. Hao watu ufunga wakiwa na tabu. Hao watu ukisikia tafuta uso wa Mungu, anataka uso wa Mungu wakiwa na kitu imewasukuma. Lakini ile tu friendship, Bwana pesi. Amen. Unajua wakati mwingine takana hata kama uko na ushirika na Mungu umefanywa katika Kristo Yesu, kuna wakati fulani unakuja kanisani ama mahali pa maombi unapiga magoti. Kuja tu kwa Mungu asante, si kwamba siku ya kulia ndio unakuja mbele ya Mungu. Haleluya. Amen. Hauwezi na mbele ya Mungu ukilia peke yake. Mungu upende sometimes kuja na kumwambia Bwana. Uambie tu Mungu uzuri yake peke yake. Usidanganye hapo taabu yako hata siku moja. Maana siku hii umetenga kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya ushirikiano na urafiki. Ndio sababu Yesu anafunza kuambia kwamba na waita marafiki wala usiwaite watumwa, maana mtumwa ajui kile Bwana yake anachofanya. Lakini akasema ya kwamba rafiki ujua kile Bwana yake anafanya. Ndio sababu I call you friends, not. Haleluya. Amen. Laiti ungependa hata wewe leo uwe rafiki ya Mungu. Ukiwa rafiki ya Mungu, usipende maombi, uwe mwombezi. Napenda maombi, kuna mtu anapenda maombi na kuna mtu mwombezi. Hiyo inaanzia wapi? Kusamishwa. Bila kusamishwa ndani ya Yesu Kristo, hauwezi kuwa na rafiki yote naye. Haleluya. Amen.
Na mmekataa kusema amen, maana mnajua ni kweli inasemwa hapa. Si uongo. Ya kwamba penda maombi, penda Mungu. At all cost, jua ya kwamba ushirika unaofanya na Mungu ni wa wakati wote. Utakapokuwa unahitaji, Mungu atakufahamu. Utakapokuwa unahitaji, anafahamu, maana relationship umehakikisha kwamba iko intact. Si wakati fulani. Bwana basi. Amen. I challenge you. Usipandange mlima ukiwa na tabu. Hiyo si urafiki. Haleluya. Amen. Hata mtu mwenye utafuta mwingine kwa simu, halo. Ndugu, unaweza kupata mimi, huyo si rafiki. Akipata mimi na shida yake imeisha, hana haja na wewe tena mpaka siku ya taabu nyingine. Huyo mtu bila shaka ajua tu kutoka mbali, si rafiki yako. Shida ndio inawapatanisha. Halo. Ndio kanisa iko ndani. Halo. Unajua kwa nini? Kwa sababu hata mimi niko na rafiki nilimwambia hapa siku, nikamwambia mpaka siku, yani kabla gari yake haijaishia mafuta na Ivasha hawezi ndiita, lakini siku itaishi. Ana mtumishi wa Mungu Bwana, anaongea na albia. Roho Mungu ameniambia ni wewe ndio nitaongea na wewe. Na nataka tukucheka, hata kiwango kinacheka nini? Kiwango kinacheka. Maana unaona sasa kutoka mpaka Januari hajanipigia simu toka mwaka huu kwanza. Lakini mwaka kuisha ni ngumu. Lakini atakapopiga tayari nimejua kila nataka. Sasa atanisifu na mimi naye nacheka. Nawe mwambie sasa, ulikuwa unasemaje mtu wa Mungu? Nilikuwa nasema nimetumwa, nimesikia nikielekezwa ni wewe. Kaambia nini? Ya kutoka tuna Ivashi kufika Nairobi. So rafiki yako lakini najuaga hii baada ya ukweli. Maana nitakazipia hapa. Siku ya kulijulia hali hapa. Tufanye urafiki aina hiyo na Mungu. Unajua Mungu is all knowing. Yeye si mwanadamu. Mwanadamu anajua kuna mwingine mtu anaweza mdanganya na sasa ni rafiki yake, lakini Mungu hujua huyu ni rafiki. Huyu naye ni mwana ambaye taabu ndio zinamsukumisha na kufikia. Lakini taabu ikiondoka, ana haja na mimi. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini tumeongea muda mrefu, nataka kukombolewa. Sasa nilikuwa brief. Bwana basi. Amen. Amina, nataka ukae hapa mpaka masaa Mungu ifike, maana ya kuwa hapa the whole week. Haleluya. So nataka kwenda mbele za Bwana. Ningependa kuombe, usije ukanyamaza. Ningependa kuombe Mungu ya kwamba akusaidie na ufunuo wa kujua kuzamishwa katika ndani ya Yesu Kristo, ili ya kwamba usikie joto ya ushirika ya Mungu ukiwa karibu na wewe, usikie ukihimizwa kuomba na huko kwa kanisa, usikie ukihimizwa kufunga na mpasta hajasema, usikie ukihimizwa ya kwamba hakika enda kwa fellowship na muda za kukumbusha, hautatumiwa messenger, lakini unasikia ya kwamba unahitajika ukutanika na Mungu, useme naye mchana wa leo. Don't be quiet. Wacha kunyamaza na ihali huko nje ya mbako na mapenzi ya Yehova. Ita Mungu akusaidie ili ya kwamba uendelee kuzamishwa. Maana tumeona the only way ni kubatizwa ndani ya maji ya Kristo Yesu. Kwa hivyo Bwana akusaidie ili ya kwamba usiendelee kukaa katika hali ya kujihuzunikia na ya upekee, na ihali Yesu ameextend mkono, anataka mshirika, anataka mtu wa kushirikiana naye na kutembea naye. Mchana huu leo Bwana akusaidie, usije ukawa mtu miongoni mwa wale ambao anasema nitoe wapi urafiki na nimfikiache Mungu. Hii neno lake, hii sauti yake, na uendete njia ambazo Bwana amekuelekeza kuenda. Bwana akusaidie ujue ya kwamba kama kuna kitu kinapingwa duniani ni maombi, ya kwamba usipende maombi, ili ya kwamba usije ukapata upenyo katika maisha yako na mwelekeo wako. Maana ni maombi pekee ambaye yana uwezo kumpatia kwa ushirika wa Roho ya kwamba kusaidie uendelee kusimama na kumpenda Mungu. Unastahili kupokea heshima, utukufu na uweza wote. Wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Falme, umetupenda kwa upendo wa milele
na kwa fadhili nyingi ukatufuta. Tazama, mchana wa leo umesema nasi Mungu wetu, kwa sababu ya upendo uliotupenda nao tangia kuweka misingi ya dunia. Bwana, umedhihirisha kupitia kwa neno lako mchana wa leo ya kwamba Bwana wa mabwana sharti tuzamishwe ndani mwako, ili ya kwamba tutumu pale Jehova tuwe salama. Bwana, umesema jina lako ni ngome imara, na wenye haki wanapokimbilia wanakuwa salama. Ninakutukuza Yesu na kuabudu. Asante kwa huruma hizi uliotuonyesha, maana kama si wewe Jehova, tungepata ukombozi wapi? Tungepata wokovu wapi? Utukuzwe Bwana wa majeshi, ambaye siku baada ya siku unatuokoa, ambaye siku baada ya siku unatutegemeza. Mchana huo leo tunajiwekea mawani mwako Baba. Ni ombi langu Jehova, tutaingia katika ubatizo wako ambaye ni kuzamishwa katika maji, ambaye ni Kristo Yesu, ambaye ndiye maji ya uzima, ili akatutakase na udhalimu wote, ili akatutakase na dhambi zote. Tukuka Bwana, uinuliwe mtakatifu, maana ni wewe. Hatuna mwingine wa kukimbilia, hatuna mwingine wa kuinulia mioyo yetu. Kama ni macho yetu, tutainua kwako, maana kwako kuna msaada wa kutolewa mautini na kuingizwa uzimani. Asante Simba wa Yuda, tukuka mchana wa leo na kushukuru kwa ajili ya mwalimu wa siku. Baba, sisi kumuinua na kumtenda wema kwa ajili ya watakatifu, ili anaposhiriki neno lako Bwana Falme, nao zidi kukumbuka maisha yako Baba, na kukutanika na haja ya moyo, maana wewe ni Bwana. Watu waliopokea neno hili na wakabidhi mkononi mwako, Mungu wa huruma, simama na mama huyu, simama na mzee huyu, simama na kijana huyu, maana wewe ni Bwana. Watakase kwa lile neno lako, maana neno lako Bwana ni maji ya uzima. Pokea sifa hapa maziwe zako, maana unatenda. Tunapoendelea uzidi kututia nguvu Bwana, ili tuzidi kunyenyekea na kuitegea sauti yako sikio, ili tupate kuhuishwa na kujengwa upya. Tukufu, adhama na heshima ni kwako, maana umetenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, tukuamini.